Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia tatizo la koo kuwasha. Tatizo hili linasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Ziko sababu mbalimbali ambazo zimeonekana kuchangia hali hii kwa kiwango kikubwa. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba tatizo hili kwa hivi sasa ni miongoni mwa tatizo ambayo yanawasumbua watu wengi sana. Lakini dalili hii ya koo kuwasha inahusisha kitu gani? Au chanzo cha hali hii ya koo kuwasha ni nini? Yako mambo mbalimbali ambayo nimeyachambua kwenye video hii. Fuatilia mpaka mwisho, utaelewa kila kitu. Sababu ya kwanza au jambo la kwanza ni kuwa na mzio au allergic reactions. Je, una mzio dhidi ya vitu gani? Koo lako linaweza kuingiwa na vitu kama vile vumbi, moshi, ukungu au kutumia baadhi ya vyakula, hali ambayo inaamsha na kusababisha mzio au allergic reaction na kuleta dalili hii ya kuhisi kuwashwa kooni. Mwili wako mara nyingi hutoa kemikali zinazoitwa histamine ambazo zinaweza zikasababisha hisia hiyo ya kuwasha. Kwa hiyo kama una mzio au allergy dhidi ya vitu mbalimbali ikiwemo baadhi ya vyakula, vumbi, moshi, unaweza kukutana na hali hii ya koo kuwasha mara kwa mara. Lakini sababu ya pili kubwa ni maambukizi ya vimelea mbalimbali vya magonjwa. Hapa nazungumzia vimelea kama bakteria, virusi na kadhalika. Virusi kama vile vya mafua au COVID-19 huweza kusababisha hali ya koo kuwasha. Lakini pia maambukizi mbalimbali ya bakteria kama vile bakteria jamii ya Streptococcus pyogenes huweza kusababisha hali ya koo kuwasha sana. Hali hii ya koo kuwasha huweza kudumu kwa wiki kadhaa baada ya mtu kupata maambukizi haya. Kwa hiyo sababu nyingine kubwa ni kupata maambukizi ya vimelea mbalimbali vya magonjwa kama vile bakteria au virus. Vimelea hawa huweza kuchangia hali hii ya koo kuwasha kwa kiwango kikubwa. Sababu nyingine ni kuingiwa na vitu mbalimbali kwenye mfumo wa hewa kama vile moshi, vumbi au baadhi ya vitu ambavyo vina kemikali kama vile sabuni, mafuta na kadhalika. Vitu hivi huweza kupelekea hali ya kuwasha sana kwenye koo lako. Sababu nyingine ni kuwa kwenye mazingira ambayo yana hewa kavu sana pamoja na upungufu wa maji mwilini. Kwa hiyo hapa nazungumzia vitu kama vile dry air na dehydration. Ndio sababu kubwa ambazo nazizungumzia kwenye pointi hii. Ikiwa hewa unayovuta ni kavu sana au hunywi maji ya kutosha, koo lako linaweza kukauka na kuhisi kama linakwaruza, kupata miwasho na hata wakati mwingine unaweza kuhisi hali ya kuumia sana kwenye koo. Kwa hii ni miongoni mwa sababu ambayo huweza kuchangia tatizo hili. Tatizo la acid reflux. Acid reflux ni miongoni mwa matatizo ambayo pia kwa kiasi kikubwa huweza kuchangia hali ya koo kuwasha, kupata maumivu kwenye koo, kuhisi kama kitu kimekwama kooni na kadhalika. Hapa tunazungumzia tatizo ambalo linahusu acid ya tumboni kupanda kuelekea kwenye koo lako na kusababisha hali hii ya muwasho kwenye koo. Kwa hiyo moja ya sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea hali hii ya kuwasha kwenye koo ni kuwa na tatizo la acid reflux. Lakini sababu nyingine kubwa ambayo nimeitaja kwenye video hii ni matumizi ya baadhi ya dawa. Ziko baadhi ya dawa pia ambazo kwa kiasi kikubwa huweza kuchangia hali hii. Mfano ni dawa ambazo ziko kwenye kundi la zile dawa ambazo zinatumika kwa wagonjwa wa pressure. Baadhi yao pia huweza kuamsha hali hii au hisia hii ya koo kuwasha. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.